Nimemwona akiniongoza katika maisha yangu. Amekuwa mwema, amenitoa mbali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haijakuwa rahisi. Mwimbaji mmoja akasema haijakuwa rahisi kufika hapa, nami haijakuwa rahisi, kwa sababu katika njia kuna safari, na katika safari kuna milima na mabonde, lakini yote Mungu anakutia nguvu, si ndio? Amen, amen. Nimeoa, niko na mtoto, na Bwana amekuwa mwaminifu. Katika kitabu cha Esther, sura yake ni ya 4. Esther sura yake ni ya 4. Mstari wa 12 tukiendelea. Biblia inasema hivi: wakati Mordekai alipoarifiwa maneno ya Esther, Mordekai alirudisha jibu hili: usifikiri kwamba kwa sababu uko katika nyumba ya mfalme, wewe pekee katika Wayahudi wote utapona. Shikilia hiyo neno. Usifikiri ya kwamba kwa sababu uko katika nyumba ya mfalme ni wewe peke yako utafanya nini? Utapona. Hiyo, shikilia hiyo neno. Tunapoendelea nitakupatia maneno ya kushikilia. Kuna maneno ya kushikilia ingine tukiendelea, si ndio? Kwa kuwa kama utakaa kimya wakati huu, msaada na ukombozi kwa Wayahudi utatoka mahali pengine. Ulishikilia hiyo neno? Kama usifikiri, nilikwambia ushikilie neno gani? Usifikiri ukiwa katika nyumba ya mfalme wewe peke yako utapona. Sawa? Shikilia hiyo, usiachilie. Anaendelea kusema kwamba lakini wewe na jamaa ya baba yako mtaangamia, nami nani ajuaye kwamba hukuja kwenye nafasi ya mamlaka kwa ajili ya wakati kama huu. Shikilia hiyo neno pia. Nani ajuaye kwamba ulikuja kwa nafasi kama hii na mamlaka kama hii kwa wakati kama huu. Shikilia hiyo maneno mawili. Tunaendelea mstari wa 15. Kisha Esther alituma ujumbe huu kwa Mordekai: nenda kusanya pamoja Wayahudi wote walioko Shushani, nanyi mfunge kwa ajili yangu. Enda fanya nini? Kusanya watu Wayahudi wote wafunge kwa sababu ya nani? Ya Esther. Bwana Yesu asifiwe. So shikilia neno kufunga kwa sababu ya Esther. Umeshikilia maneno matatu. Tunaendelea. Msile wala msinywe kwa siku 3, usiku na mchana. Mimi na wajakazi wangu wote tutafunga kama mnavyofanya. Baada ya kufanyika hii, nitakwenda kwa mfalme, hata ingawa ni kinyume cha sheria. Shikilia hiyo neno, ingawa ni kinyume cha sheria. Umeshikilia maneno matatu mangapi? Umeshikilia maneno mangapi? Manne. Neno la kwanza nataka tuhubiri wote. Neno la kwanza, usiwe kama hao. Usifikiri ya kwamba ukiwa katika nafasi ambayo uko nayo hautapatikana. Bwana Yesu asifiwe. Neno la pili, bali nyinyi mnashikilia maneno gani? Mnaachilia. Bwana asifiwe. Ni nani ajuaye ya kwamba uko katika nafasi hii wakati kama huu? Kwa sababu ya wakati kama huu, uko kwa nafasi hiyo kwa sababu ya wakati kama huu. Hiyo ni jambo la pili. La tatu, nikasema ya kwamba shikilia neno linasema ya kwamba nenda mfunge kwa sababu ya Esther.
Alafu la mwisho, enda mwambie kwamba nitaenda hata kama ni kinyume cha sheria. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati nataka kuhubiri wakati kama huu, what will happen? Bwana Yesu asifiwe. Ambia jirani yako ya kwamba wakati kama huu, kuna wakati vingine mambo hubadilika, situation hubadilika, watu wanainuka kinyume na wewe, lakini wakati kama huu unachukua hatua gani? Bwana Yesu asifiwe. Watu wanauliza sasa, hii anatokea wapi? Wacha niwarudishe nyuma. Hii ilikuwa kuna mtu alikuwa anaitwa Naaman. Naaman alikuja akitoka katika nyumba ya kifalme. Alikuwa anatarajia kila mtu afanye nini? Amuinamie. Lakini kulikuwa na mjamaa mmoja ambaye alikuwa anaitwa Mordekai. Mordekai alikataa kuinamia Naaman. Amen. Kwa sababu alijua kwamba ukiinamia mwanadamu utasimama mbele ya Mungu milele, lakini ukiinamia Mungu utasimama mbele ya wanadamu milele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyu ni mtu ambaye ako na mamlaka katika hiki prime minister. Mfalme, yani yeye anaripoti kwa mfalme. Kila kitu ambacho anasema mfalme anasema, yeye ndiye anaambiwa kwanza, ndio watu wengine wafanye nini? Wapate habari. Anapotoka katika mkutano anafikiria kwamba kuna Myahudi mmoja atamuinamia, lakini huyu Myahudi hamuinamii, instead anamdharau. Yesu asifiwe. Amen. Kuna watu wengine wanaweza kudharau tu. Bwana asifiwe. Amen. Hiyo kitu ilimchukiza sana. Na unaposoma historia unajua Naaman anatoka katika hiyo generation ya Agagi. Yule ambaye mfalme Mungu aliambia Samueli aenda ambie Saul auwe watu wote. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mtu mfalme Saul akaachilia Agagi na familia na familia. Na Biblia inasema ya kwamba wakati aliachilia bibi ya Agagi alikuwa na mjamzito. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Katikati ya hiyo wanaendelea hiyo generation inakuja mpaka inafika kwa Esther. Naaman anapatikana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na Esther ako katika nyumba ya kifalme. Esther analindwa na majeshi ya kifalme. Esther ako hapo kama malkia. Na watu unajua wanajiuliza sasa Esther na Mordekai wanatokea. Mordekai ni yango ya Esther. Mordekai ndiye alipeana Esther kwa mfalme, kwa sababu alikuwa kwa Mordekai. Vile my sister my wife alitoka kwa sister yake, huyo ndio namheshimu. Bwana Yesu asifiwe. Mahali penye umetokea, si ndio? Tuliona ya kwamba kwenda Western ni mbali. Kutoka huko tupige magari kwa maji siku ya harusi. Alituende Western kuleta mamesta. Sasa tutafika hapa kesho kutwa. Na harusi ni leo. Tungeanza jana safari. Tukaona ya kwamba waje tuwe tumchukulia kwa sister yake mkubwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini haikukuwa hivyo wakati kwa sababu watoe wazazi wa Mordekai Esther walikuwa wamekufa. So mtu mwenye alikuwa anaishi na Esther alikuwa anaitwa Mordekai. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Katika hiyo sasa, kwa sababu vita vikatangazwa, chuki ikakuwa katikati ya Mordekai na Naaman. Kwa nini huyu mjamaa haniinamii? Kwa nini huyu mjamaa ananidharau hivi? Bwana asifiwe. Amen. Mordekai Naaman akatengeneza vita, akaenda akaingiza mfalme kwenye box, akamwambia unajua mfalme, kuna majamaa wako hapa, wako na kiburi yani hawakuogopi, hawakuheshimu. Instead ya kusema waniheshimu mimi, anasema wewe. So kitu kiliocho mtu kama huyu ambaye hawezi kuinamia, tutengeneza mahali pa kuhani. Hii chama yote tumalize. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu wako na kiburi. Hiyo jambo mfalme akaona, by the way, katika ufalme wangu nani analeta kiburi? Kuna mtu analeta kiburi kwa ufalme. Akaweka sheria, akaambia Naaman, nenda tengeneza mahali pa kuhania watu. Naaman na upumbavu wake wote akatengeneza shimo kubwa ya kuhani watu adui zake.
Ndugu yangu, dada yangu, wakati unafanya kitu usifanye mrefu sana, kwa sababu wakati unataka kupiga mwingine, hiyo kiboko yenye unaenda kutengeneza itakukonga wewe. That's why nikasema mkuki kwa nguruwe ni mtamu, ikifika kwako itakuwa njugu sana. Akatengeneza mahali pa kuhanga. Yeye akili yake inajua kwamba Mordekai kwanza wakatengeneza siku. Si kila siku anapita akiona Mordekai amuabudu. Akatengeneza siku. Akasema ya kwamba leo, kesho, kwanza Biblia inasema ya kwamba alikaa na familia yake akawaambia, nimetengeneza, nimeingiza mfalme ndani ya box. Mfalme ako ndani ya box. Chochote chenye ninasema anafanya. Mtaniambia nini? Sasa hivi wasema ya kwamba wewe ndio unaongea na Ruto. Utavisema kuna mtu ana nini? Bwana sifiwe. Amen. Kwa sababu kila kitu chenye Ruto anataka kufanya lazima akuambie. Kila kitu chenye unamwambia hawezi ruka. So utakuwa na kiburi. Naamani akakuwa na hiyo kiburi. Akakaa na jamaa zake. Biblia inasema ya kwamba wakati amekaa na jamaa zake, anawaambia habari ikamfikia kwamba kesho Malkia anakuita kwa lunch. Hiyo kitu ilimfurahisha. Imagine sasa, unaona uzuri ya kukuwa na mfalme karibu, mpaka hata Malkia anarecognize. Katika hiyo hali, Biblia inasema ya kwamba Mordekai alienda kwa Esther. Akamwambia Esther, kuna hali ya hatari imetangazwa ya kwamba Wayahudi wote wanaenda kuangamizwa. Na Wayahudi including wewe, hata kama uko katika ufalme, including hata kama uko Nairobi, watu wa nyumbani wakiangamizwa, usiseme kwamba wewe uko Nairobi, uko mbali, uko ndani. Haleluya. Kuna mhubiri akasema ya kwamba hata baba yake alikuwa mchawi, haujajiosha hiyo damu ya uchawi. Wewe baba yako akikuja tuseme Kisii, unasikia Kisii ndio huwa chawi, si ndio? Waue baba yako na ni mchawi. Hatutachanga hapa. Hatutachanga. Alikuwa sababu alikuwa mchawi. Tutachanga twende tuzi. So Mordekai anamwambia Esther, hata kama uko katika nyumba ya kifalme, hii hali kitupata itakupata. Tukilia utalia, tukienjoy utaenjoy. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Chenye kitatupata huku chini, kule juu kitakupata. So usifikiri ya kwamba unyamaze kimya ati kwa sababu wewe umezingirwa na majeshi sasa hawatakupata. Watakupata. Sababu wewe ni Myahudi pia. Wewe ni Myahudi. Wakiua Wayahudi, wakisema Wakristo wote tunafunga makanisa, hautapatikana. Utapatikana. Ati kwa sababu tuseme ya kwamba wacha tutumie hii Shakahola amepatikana na shida. So unasema ya kwamba huko ni mbali, si kwetu. Mimi ni Christ Presence CPM. So siwezi chenye kina hukumu mwenzako, chenye kina athirika kwa mwenzako kitakupata. Bwana Yesu asifiwe. Usiposimama imara, Biblia inasema ya kwamba siku moja mfalme Herod akaua Jacob. Akaona hili jambo likapendeza sana watu. Akasema haya, sekuna mwingine. Waje niende huyu. Kama watu wamefurahia huyu pekee na ni mdogo wake, waje niende huyo mkubwa. Kitu kinachodhiri mwingine, kwa sababu sisi wote ni mwili wa Kristo. Sisi wote ni Wayahudi. Waje tuseme sisi wote ni Wayahudi. Bwana Yesu asifiwe. So kinachokuza mama kinakukuza wewe, kinachokuza wewe kinakuza mtoto, kwa sababu nyinyi wote ni Wayahudi. Hiyo kitu ilimuumiza Esther. Imagine ango yako akuja kukumbusha kwamba hata kama ukisema wewe ni Kisii bado, hata ukisema umeokoka wewe ni Mkisii bado. Pastor, waje tumie hiyo. Hata kama ufanye nini, wewe bado ni Mkisii. Hata ufanye nini, yani ango anakuja kukukumbusha. Kwa sababu haja na unajua in communication kulikuwa na mtu alikuwa anaitwa na Lindy, alikuwa anapeleka habari. Chenye huyu anamwambia, anapeleka kwa Kenya, anarudi tena ampedia habari nyingine.
anamwambia kwamba hivi ndivyo ango yake amesema, ya kwamba sikia, ndio unajifanya ya kwamba wewe uko na cheo, unajifanya ya kwamba wewe ni nini, lakini kumbuka wewe bado ni Myahudi. Wewe bado ni Myahudi. Ango yake anasema ya kwamba fikiria mahali ambapo amekutoa. Ango yake anasema ya kwamba usifunge macho, kwa sababu yeye akiangamia hautakuwa na ukoo tena. Bwana sifiwe. Hiyo kitu ikamkuza Esther. Akaona haya, my ango anaenda kuwawa, na vile tumekula shida na yeye, ndio at least nataka nimpelekee sukari. Kuna mwingine anataka kufanya nini? Kumtoa kuhai. Bwana sifiwe. My ango. Kuna wakati nikaambia watu, ukitaka kujua hiyo baadaye, tutakuja baadaye. My ango akamwambia, nenda ambia Mordekai aenda kusanya Wayahudi wote. Na unajua kitu ambacho kilikuwa inanifurahisha, kitu ambacho kinanifurahisha wakati Mordekai anaongea na Wayahudi kwamba ni kesho tunafunga, si kama CPM waambie kwamba kesho tukuja mazoezi, hawakuji. Anawaambia kwamba kesho ni kufunga. Bwana sifiwe. Kesho tumetangaza kwamba Wayahudi wote mahali ambapo upo, hakuna kupika chakula, hakuna chai. Usipitie kando ukaenda kwa hoteli ukakula useme kwamba tuko pamoja, ni kufunga. Kwa nini? Hali hatari imetangazwa. Sister Faith, Bwana sifiwe. Hali hatari imefanya nini? Imetangazwa. Akawakusanya akawaambia, kesho ni kufunga kwa siku 3. Esther alimwambia kwamba kwa siku 3, usiku na mchana. In other words, hakuna kukula jioni. Kufunga, dry fasting. Hakuna kukula. Unajua kuna wakati mwingine unasema wacha nikule, na kuna wakati hali ikitangazwa. Saa hiyo wakisema for example vita viko Sudan, hakuna mambo, mtu hakufikiri chakula, anafikiria kupona. Tunafikiria chakula kwa sababu hatuko katika hali ya hatari. Hali ya hatari haijatangazwa. Inapotangazwa hakuna mwenye atakutoa kwa shingo, kwa nini? Kwa nyumba ila kanisani. Hakuna. Hawatakusukuma, hautakuja kanisani kulala kwa sababu umefanya nini? Hali ya hatari imetangazwa. Akamwambia, nenda ambia CPM wafunge kwa sababu yangu kwa siku ngapi? 3. Kanisa, unaweza funga kwa sababu ya mchungaji kwa siku 3. Unaweza funga kwa sababu ya mtu mwingine kwa siku 3. CPM unaweza jinyima kwa sababu ya mwingine kwa siku 3. Esa akasema ya kwamba mimi pamoja na wachakazi wangu pia tunaenda kufanya hivyo. Ninaenda kwa sababu hakuna mamlaka kwa nyumba. Hata wafanye nini, asema hakuna kukula. Hata kama utanyamaza tu, hakuna kukula. Hata kama si Wayahudi, watu wote kwa hii nyumba, mimi ndio kusema hakuna kukula kwa siku kadhaa. Akasema ya kwamba tunaenda kufunga, na tunapomaliza kufunga nitaenda kwa mfalme, hata kama ni kinyume cha sheria. Kuna mambo mengine lazima uende wakati umefunga, uende kama hata kinyume. Kuna vimila vingine nyumbani walituwekea, lakini sometimes unataka uende hata kama ni kinyume cha sheria. Yes. Gideoni akaenda usiku akasema, sasa huyu mtoto waje tumpatie siku moja. Huyu atakuja kukufa kwa sababu anapumua madhabahu ya baba yake. Tumpatie siku moja. Anakufa. Siku ikaisha akasema tumuongeze nyingine. Kama sio Mungu amemtuma, wakaanza kuweka neno hiyo kisema kama sio Mungu alimtuma, waje tumpatie tena siku nyingine. Hata kama kinyume cha sheria, unaweza kuomboa familia yako. Amen. Unaweza enda kinyume, si lazima tukuje tutangaze siku ya kufunga ndio wewe ukomboe familia. Kwa nasema ya kwamba unajua kiatu ya ikinauma ni mwenye amevaa. Mimi naweza fanya ukasema mbona sile alikuwa ameng'ara, na kumbe hapa kinaniuma. Kinanifinya kabisa. Najaribu na hadi mnafanya na ruka hivi, unafikiri na ruka na furahia. Kumbe na ruka so that kiatu ikwe. Sisemi hivi kwa sababu kione kiruka msema kiatu.
Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. So Esther akasema kwamba hata kama ni kinyume cha sheria mimi nitaenda, kwa sababu ilikuwa imesemekana Malkia haendi kwa mfalme hivyo hivi. Lazima aende na ruhusa. Kulikuwa na sheria imekuwa lazima apange. Wamwekee kalenda kwenda kuona mume wako. Unajua kuna watu wengine kwa sababu mume wako ni manager, tuseme for example referee ni manager, tunajiingiza tuko. Lazima uende na sheria. Appointment. Yes. Mume ni kwa nyumba. Akitoka si mume, yeye ni mfanya. Kuna mwingine kamwambia kazi, unajua cheo chako haikimaanisha kwamba kila mahali wewe ni. Ukifika mahali pengine wewe ni mtoto, unatakana uongozi. Si kila mahali, kwa sababu kazini wananiita hivi, sasa nikikuja hapa lazima hapana. Kuna mahali ambapo watu hawakurecognize hiyo cheo, hawakirecognize. Mahali pengine hiyo cheo wakikiona wanapiga saluti. Bwana sifiwe. Ukiingia hivi wanapiga saluti. Kuna wengine wanatafuta sunitafutika kiti mahali nikae. Hakuna mwenye anakujua. Sasa wakati baada ya kufunga, baada ya siku 3, Esther akaenda kwa mfalme. Na hii mimi huwa naambia kwamba wakati nasoma hii nilikuwa naambia kina mama, wakati unaenda kwa mfalme, unajua mama unasafanya chochote kikafanyika. The way vile umeenda approach. Esther anaenda kwa mfalme, mume wake. Mfalme si mtu mwingine, ni mume wake. Anaenda anamwambia nini? Tusome hiyo mstari wa 5, mlango wa 5. Tuendelee. Inasema ya kwamba siku ya 3 Esther akavaa mavazi yake ya kimalikia, naye akasimama katika ua wa ndani wa jumba cha mfalme, akavaa vizuri, akaweka hiyo wifi yake mzuri, hiyo nywele yenye mtu yani mume wake anapendanga, si ndio? Ukiona anasema wow, ndio yamefika. Hii inaongea na kina mama saa hii. Hiyo kitu yenye yani ukivaa mume wako huwa anafurahia. Bwana sifiwe. Esther akavaa akijua kwamba sasa ninaenda kumuona mume wangu ambaye ni mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninaenda kumpatia hoja ya moyo wangu. Yes. Na kwa sababu najua mtu tulikuwa tunasema ya kwamba mtu mwenye amelelewa shako anajua kuhandle anajua kwamba kitu cha kwanza before ufanye chochote, before mume wako akuje uanze kumpigia kelele hauku mpatia akule kwanza. Maana hii kijana hii itafikiria haraka na utashika yeye akili yake haraka. Yes. Lakini ikikuwa empty, hata ushike na mlango itakuwa kama samaki ndani ya maji. Unajaribu na hepa kwa sababu tumbo iko empty. Yes. Bwana sifiwe. Wacha mpatie mume wake ashike. Amina. Akishiba mpatie unataka nini? Yes. Kama mnasema ni uongo, wacha tuende na Esther anasema, si ndio? Tuende na Esther. Hii ni hali hatari imetangazwa. Esther hakufika asema na wewe umekaa kwa State House na unaenda unisaidie. Hapana. Watu wangu wanakufa unisaidie. Na unisaidie. Ama uko na watu wengine? Hakufanya hivyo. Alifanyaje? Aha. Mstari wa 2. Alipomwona Malkia, hiyo ni mfalme, alipomwona Malkia Esther amesimama uani, alipendezwa naye. Kitu cha kwanza, kwa nini amevaa ile vazi tu ya kufutia? Yaani mama Jose anajua tu kila ambacho akivaa nani anafunjikaga tu. Pastor Dickson wanafunjika tu. Yaani anaisha. Bwana Yesu asifiwe. Yaani akivaa Dickson anaisha. Na hiyo ndio Esther amevaa. Yes. Akaenda wakati mfalme, hata mfalme hakuangalia mambo ya sheria. Alifunjika tu moyo wake. Sheria ikawa kiburi. Bwana asifiwe. Kwa nini? Kipenzi cha moyo wake kimefika. Na kimevaa vile anatamani. Tuendelee.
naye akamnyoshea fimbo ya utawala na ya dhahabu ile iliyokuwa mikononi mwake. Kwa hiyo Esta alikaribia na kuikuza inja ya fimbo. Unajua mfalme kulikuwa na kitu yenye anafanyanga tu, hata president ukwambia kwamba you are welcome, kuna kitu the wife anafanya, si ndio? Na hii ilikuwa kunyosha tu fimbo, yani which means wewe uko free, unaweza ingia ukitoka, uko free, kama kuja. Bwana Yesu asifiwe. Kisha mfalme akauliza Malkia, mpenzi wangu Esta, ni nini kimekuleta hapa? Ombi lako ni nini? Hata kama ni nusu ya ufalme ninakupatia. Usijali kwamba umeruka sheria ama nini. Kama ni nusu ya ufalme wangu, sema tu. Unajua sasa alifanya nini? Unajua saa hii wa Kenya wa saa hii angekuwa mgeni angemwambia, sasa wewe sijui nilioonekana kwa nani huyu. Unajua mama anafanyaga hivi. Anafika hivi wamemwambia wamempatia mlango open. Anasema hata sijui hii familia ndio nilikuwa naangalia wapi nikioleka. Nilioneka kwa nani? Huyu ni mume ama nini? Watu wangu wanataka kuangamiza wao umekaa tu hivi. Bwana sifiwe. Lakini Esta hakuenda hivyo. Esta akamwambia, ikikupendeza mfalme, mfalme pamoja na Hamani waje leo katika karamu ambayo nimeandaa kwa ajili yako. Alimwambia, yaani majira anampatia nini haja moyo wako. Esta hakumwambia. Anamwambia kama inakupendeza. Kwanza naomba tena. Na huyu ni mume wake. Anajua tu lazima mume akule kwa. Unajua kuna wake ambaye lazima yaani usipokula utajibu sijika kama ni wewe. Hadi mume wako lazima asipokula. Utakuwa umekula wapi? Na kama anafunga. Na nataka kukuambia. Kwa nini kuwe siri? Kufunga ni siri. Biblia inasema kwamba enda chumba. Ingia katika ingia katika chumba cha ndani. Bwana sifiwe. Akamwambia kama inapendeza mfalme, niruhusu nikuandalie mahali. Ukule ukuje na mtu wako wa mkono. Mordekai. Sio Mordekai, Hamani. Ukuje na Hamani mkule. Adui. Esta hakumwambia huyu ni adui yangu. Mfalme akaona hiyo tu ndiye amekuleta. Mwanamume gani umeandaa chakula? Nani? Umeandaa chakula unasema chakula. Unajua wanaume wengi wanachukuliwa nje kwa sababu ya chakula. Wanafikiri wanachukuliwa kwa sababu nyingine. Kwa sababu ya chakula. Kwa sababu wewe unampatia chakula tangu amalize. Maneno yenye amepokea. Amepokea maneno 500 tangu amalize hiyo sahani. Amenyolewa. Na hata siku moja labda hiyo siku hajabahatika siku moja kupata. Na ni kwa sababu umebahatika kupata kama mfuko ya chapati. Sasa akikula anakula chapati moja unaanza kuongea. Unampatia maneno. Unakula mingi kama umenunua. Ati kama umenunua. Bwana sifiwe. Esta hakumwambia, akamwambia ikikupendeza. Wacha nimeandaa karamu. Kuja tukule. Tusherekee na wewe na usikuje peke yako mfalme. Kuja na Hamani mpaka sababu anakusaidia kwa katika kazi. Kuja na yeye. Kitu hicho kilipofikia Hamani akafurahia akaambia mke wake, sikia. Nimealikwa na Malkia. Mimi ndio kusema huko siku hizi hakuna hata sasa Malkia wako chini ya miguu ya. Mimi ndio kusema. Pasipo kujua kwamba si kusema. Mkuki kwa nguruwe mta. Esta pamoja mfalme na bali wakakula. Hakupeana haja yake hiyo siku.
Mfalme akashindwa, kwani huyu ametuandalia tu lunch tu hivyo peke yake? Si kawaida. Kuna kitu wakati mwingine unafanya ambayo si ya kawaida, ilete suspicion kwa nyumba, si ndio? Kama hata umchekeagi siku moja ndio pale unamchekea tu, si ndio? Mchekee tu. Ashtuka sema haya, ama mke wangu ameokoka leo, ndio ama ameokoka. Unajua kuna wengine vitendo tu vinafanyanga mume wake akuji. Kwa nini? Anajua huyu sasa kama ameokoka kwa hivi, hata nisiende. Lakini wakati utabadilisha, useme kwamba kama muhaki tu, aseme haya, naona wokovu sasa. Nimeanza naona wokovu. Ninaanza kuokovu. Bwana sifiwe. Kuna vitu ambavyo unazofanya akaanza kuona salvation. Lakini sasa kama unakuwa hivi tu, kama radio yenye imewekwa makaa, inaendelea tu mpaka ishe. Ni hali gani inaisha, ni usingizi ndio unamshika. Na mama unajua hawalalagi. Wengi hawalali. Esa akasema haya. Sasa unajua hiyo ndi kama ulilelewa nyumba na ushago na nyanya wanakuambia vile unaweza kukuza mume wako. Vile unaweza linda mume wako. Nyanya walikuwa wanasema unalinda mume wako hivi. Hata kama mimi siku walikuwa nilisikia wakisikia wakiambia my sisters, unalinda ukilinda hii hata ufanyeje atatoka aende wapi? Si ng'ombe natoka tu kwenda kutafuta chakula. Mama wanasema hapana. Napenda tu kuipa wenyewe hata kama haya. Mfalme akasema leteni na Haman mara moja ili tupate kufanya ile Esta ameomba. Bwana Yesu asifiwe. Leta Haman mara moja mahali hapa ili tufanye vile Malkia amesema. Malkia amesema nini? Tunaenda kukula chakula na yeye. Turuke twende mstari wa 6. Walipokuwa wakikunywa mvinyo, mfalme akauliza tena Esta mara nyingine, sasa haja yako ni nini? Umetuleta kwa meza, tunakula, haja yako ni nini? Because hii muda yote tulikula mara ya kwanza hukutuambia chochote. Tena umetuleta, haja ya moyo wako ni nini? Esta akajibu, haja yangu ni ombi na ombi langu ni hili. Sikia, haja yangu na ombi langu ni hili. Kama mfalme unaona ni vyema mimi nikipata kibali kwake na kama kikikupendeza mfalme kunipa ombi langu na kulitimizia haja yangu, mfalme na Haman waje tena kesho. Angalia, waje tena kesho katika karama nitakayo waandalia, kisha nitakujibu swali. Yaani imagine anamwambia kwamba umeshiba. Ndio mfalme anajua umeshiba, umekula, umeshiba, lakini naomba tena nafasi nyingine nikuandalie kilo kizuri. Kuna chakula ambacho kipika tu, kuna kila ambacho ukiandaa tu. Hata kama alikuwa amepanga mkutano na cancel kwanza kule kwa, si ndio? Bwana sifiwe. Amen. Tuko pamoja? Yes. Finish, tuko pamoja? Yes. Kuna kila ambacho ukiandaa tu baba nani anafurahianga tu. Akamwambia kesho tena tukuje karamu. Kama itakupendeza mfalme, na usikuje tu peke yako, bado tukuje na huyo mjamaa, kwa sababu huyo mjamaa naona anafanya kazi mzuri. Kuja tu na yeye, nitakujibu, nitakwambia kinachosumbua moyo wangu, nitakwambia ni nini ambacho nahitaji. Bwana sifiwe. Utaratibu
utaratibu wa kwenda kwa mfalme, utaratibu wa kuomba. Biblia inasema ya kwamba omba lolote utaka. Unajua baba yetu aliye juu ni mfalme, na sisi ndio Esther, na every time tunakosa kuomba kwa sababu hatuendi vile inatakikana. Unaenda tu kwa sababu umeenda, unaomba tu kwa sababu watu wanaomba. Ilisema ya kwenda ku approach baba yako mpatie kitu akule vizuri, wewe unaenda tu. Bwana Yesu asifiwe. Esther, unajua I think hiyo time before Esther, because Bible inasema omba na utapewa, tafuta. So yeye alianza kutafuta namna ya kupendeza mfalme, akaanza kutafuta jinsi ya kumpendeza mfalme ndio alete hoja yake mwisho. Yeye hakuanza na kuomba kwanza, alianza huko mwisho ndio akakuja kuomba. Watu wenye wanakuanga Wednesday niwaambia maana ya hiyo neno omba, tafuta na bisha. Ni vitu tofauti tatu. Unajua wengi sisi tunakanishanga, tunaomba na unaendelea tu kuomba, kutafuta Mungu ni kuendelea kuomba. Si hivyo, ni vitu tofauti. Kuomba ni kitu tofauti. Kutafuta which means unatafuta hii chanzo cha hii shida ilitoka wapi. Kama nimeomba haijajibiwa, chanzo cha hii shida ilitoka wapi? Maybe si maombi, unatakana kuangalia chanzo. Hiyo ni umewaibia tu mtihani kwa sababu hamkujangi Wednesday. Ukikuja Wednesday mtaona hiyo maneno yote. Amen. So nisiwafundishe saa hii na mkuji Wednesday, waje watu wa Wednesday wajue. Haman alitoka siku hiyo kwa furaha na moyo wake ukiwa mchangamufu, lakini alipomuona Mordekai mlangoni, imagine unatoka kukula hakuna kitu kibaya kama unapotoka hivi umefurahia na unaona adui yako mwenye alikutukana, mnatafutana. Unajua kila mtu ako na adui, so inategemea standard ya adui yako ni standard gani. Kuna watu wanapigania tu kwa pecs, standard yao ni pecs kwa plot tu, ama wengine ni kamba tu za nguo, standard yao. Yaani wamepigia tu uadui kwa kamba tu, lakini si hivyo. Nao wanakuja uadui wao uko standard ya juu ya kifo, yani ya kuabudu. Huyu aniabudu akakuwa. Bwana sifiwe. Wewe umecreate enmity ya nini na jirani yako? Unajua kuna mwingine akasema ya kwamba nilimwona na naongea na mume wangu, labda anachukua mume wangu. Nani alisema? Kila mtu mwenye unaongea leo unachukua. Ana create enmity for nothing. Ana create enmity. Bwana sifiwe. Amen. Usikuwe mtu wa create enmity, kwa sababu kila mtu Biblia inasema nitapigana wanaopigana. Ukicreate for nothing, Mungu anapiga. Hata kama ni Mkristo, Mungu anapigana wewe. Si wewe ni enemy. Don't create an enemy. That's why Biblia inasema muombe adui yako. Ukijua ni adui, wewe fanya nini? Muombe. Alipoona Mordekai, moyo wake ulisusika sana. Hiyo kitonda ikaanza kuuma tena. Alikuwa amefurahi kwa sababu ametoka kukula kwa Mordekai, kwa Esther. Lakini anakuja hivi, anapata Mordekai. Pole kabisa. Mstari wa 10 inasema hivi, hata hivyo Naamani alijiulizia akaenda zake nyumbani akiwa pamoja na rafiki zake na Zereshi mkewe. Hamani akawafisisia kwao juu ya utajiri wake wote na wanawe wengi, na kwa ajili ya na kwa njia hizi zote ambazo mfalme amemheshimu kwazo, na jinsi alivyomweka juu
ya wakuu na maafisa wake wote. Amani akaongeza, si hivyo tu, mimi ndiye mtu pekee Malkia amefanya nini? Amenialika katikati ya baraza ya wafulini wote, ni mimi peke yangu. Imagine tu ati huyu anaitwa nani? Rachel. Kwa watu wote amealika mtafati peke yake. Wakuje na Ruto wakule. Anatumia tu mfano, sema hivyo nini? Mfano. Bwana sifiwe. Akasema ni mimi mtu peke yangu katikati ya maafisa wote, ni mimi. Na hata mimi peke yangu ni mfalme, anaambianga kitu cha kushangaza. Hiyo siku mfalme aliota, Biblia ilikusema kwamba hakupata usingizi hiyo siku ya kwenda kuhani. Kesho yake ya kuhani Naaman hakupata usingizi. Bwana sifiwe. Na wapatia tu mkutasari kidogo ndio some Bible. Hakupata usingizi na akafika mahali akasema mlete kitabu cha kumbukumbu. Aliposoma kitabu cha kumbukumbu, kuna siku mahali ilikuwa imeandikwa ya kwamba Mordekai alimsave Naaman katikati ya watu walikuwa wanapanga njama kuua mfalme. Na Mordekai akaenda akaambia Naaman, akaambia mfalme, unapangiwa njama. Mfalme akajiandaa. Na the same vile Mordekai alisema ndivyo hao watu walifanya, lakini kwa sababu amemprepare hawakuweza kufanya nini? Kumuua. Na ikaandikwa kwenye kumbukumbu. Kuna mambo mengine ukifanya inaandikwa, hata kama haitatokea saa hii, lakini si kila kitu unafanya ati upate majibu saa hii. Kuna mengine utapata kwa watoto wako, kuna wengine utapata baadaye. Kuna wakati nikawaambia kwamba kuna maombi mengine tunaomba inaweka kwa store, itakusaidia baadaye. Si lazima kwa sababu unakula na kunywa sasa usiombe. Bwana sifiwe. Wakati unakula na kunywa, hiyo ndio time ya kuomba. Sasa wakati fulani itafika, utakuwa katika hali hauwezi kuomba. Mungu anaingia katika kumbukumbu ya maombi. Anakumbuka, kuna ombi aliomba hivi. Inakusaidia. Mfalme akaingia katika kumbukumbu, akapata na akaziuliza na by the way vile Reverend Chrisabel alifanya hivi. Mungu anauliza huko juu, tulimfanyia yako nini? Kuna wakati alifanya hivi. Sister nani alifanya hivi? Tulimpatia nini? Hiyo ndio huko juu wanauliza wakati wanafungua kitabu cha kumbukumbu. By the way, vile anajitoa hivi, tuliwahi mpatia nini? Wanafungua kitabu. Na wewe kitabu chako kifungua na padani malalamiko tu 00. Hakuna kitu. Ni vizuri weke kitu katikati yako. Unajua ilimpatia nafasi Hezekia kumkumbusha Mungu, kwa sababu every time unapofanya kitu njema kinawekwa katika kumbukumbu. Ukisaidia mtu aende mbali kinawekwa katika kumbukumbu. Kuna wakati mfalme atakosa usingizi, atapitia hiyo kitabu na atapata jina lako, ulimsave ama ulifanya hiki kitu kikasaidia, kikaokoa dunia, kikaokoa familia. Hapo ndio imagine tu Mordekai yani angekuwa saa hiyo alisema wewe chota kwanza ndio nichotee alafu ndio nikusave, si ndio? Saa hizi nzao nakwambia nichotee toki Nairobi tu kuja tu. Unajua na wale wanasema hata direction chota kwanza ndio kuonyesha direct. Mordekai aliokoa mfalme na akaenda zake. Hapo ndio unasema kwamba tenda mema, enda zako. Usitarajie watu wafanye nini? Wakushukuru, kwa sababu wakati unaenda zako inaandikwa kwenye kitabu cha kumbukumbu. Wacha niwaambie. Mordekai asubuhi hiyo mtu anakuja, enemy anakuja. Sasa amepata Mordekai amekaa kwa mlango. Na sijui kwa nini alikuwa anapenda kila wakati anasimama, anakuja asubuhi anakaa kwa mlango ya kifalme. Bwana sifiwe. Si watchman, hana chochote, anakuja ndo nakaa. Bwana sifiwe. Akakuja
tena huyu mtu tena amekuja na akaingia. Alipoingia mfalme, kitu cha kwanza anamwambia Hamani, kuja kaa hapa, kuna kitu kinanisumbua akili. Hamani akasema, nini? Mfalme sema, je, ukipata kuna mtu alikutendea ni mzuri kwako, anakufanyia vizuri, anafaa atendewe nini? Kitu ambacho kilikuja kwa akili ya Hamani, hicho sasa ni mimi. Mimi si mimi. Hakuna mtu mwingine anakaa na mfalme karibu. Ni mimi. Niliwaambia kwamba mkuki kwa nguruwe ni mtamu, ikikuja kwa mwanadamu ni mchungu. Ukikuja tu upande hii story vile inakuja upande mkuki vile ni mchungu. Mfalme Naamani akaambia mfalme, huyu mtu, kitu cha kwanza, chukua vazi lako la kifalme mfalishe. Chukua mavazi yako ya kofia, nini hiyo rungu yako ya kifalme mpatie. Hata itinga alimwambia kitu cha pili, wacha aketi tu kwa kiti chako cha ufalme, akae tu, hata kama ni dakika 10 akae tu. Kitu cha pili, chukua hiyo farasi yako mzuri ya kifalme, si farasi ya madini ya prime ministers. Chukua farasi ya kifalme na majeshi apande juu, alafu mwende mtangaze kila kona kwamba huyu ndio mfalme amechagua, amependeza mfalme kila kona. Hakikisha kwamba Kenya zote, kaunti zote 47 umetangaza huyu mtu ya kwamba huyu ndiye mfalme, anapendezwa na yeye. Mfanyie vitu vizuri vyote, watu wote wajue ya kwamba huyu ndiye anapendezwa na mfalme. Ndiye ilikuwa ngumu, lakini mfalme akasema ndio, nilikuwa anachukua mashauri yako vile umesema. Vile umesema, kila kitu, usitoe na usiongeze. Enda fanyia Mordekai vile umesema kwa kaunti zote 47. Hakikisha kwamba umetembea kila vitongoji, umesema ya kwamba Mordekai ndiye amependezwa na mfalme. Hakikisha kwamba Mordekai amejulikana hata na watoto. Na umfalishe kifaa, na toa hii mavazi umfalishe. We chiweke kwa hiyo kitu kia mbikani sasa. Chiweke kwa hiyo kiatu ya Mordekai ya Naamani. Wewe imagine tu mtu alikuja akakata kamba yako, alafu anakuja na kwa na nini sana, wanakuja na kuambia sasa, ama alikuwa amefunga, aliona nguo zake ni nyingi sana na hii haujaosha, aje nitumie hapa. Sister nani sana ameokoka, Sister Susan sana ameokoka, si waje nitumie hii kamba yake kidogo, tangi atoke kanisani zitakuwa zimekauka kauka. Na kwa hiyo siku maybe ukasema ya kwamba acha nitoke mapema, na utaenda unapata nguo ziko kwa kamba yako, unaanza kumwambia vile wewe uko, wanajua wewe ni nani. Na katika hiyo hali tuseme ya kwamba landlord atakuja kuambia, kwa sababu hiyo unaenda kununua kamba zote 10 umwekee. Bwana sifiwe. Unajua nakuja hii ndio lete wa mama kwa karibu, because wanaonanga kwa makamba huu, hata kwa plot naonanga kwa kamba. Huyu hapo ni kamba yangu, sijui nini, sijui nini kamba, sijui nguo zake anaacha hapo, nguo zinaishi miaka ngapi. Bwana sifiwe. Wewe ukiwa katika hiyo hali ya Naamani ungefanya nini? Hiyo kitu ni mjukuu. Nakumbuka anamaliza hivyo, wanakuja katika kukula hiyo siku, na hiyo ndio siku yake, lunch yake ya mwisho. Yeye mwenyewe hajui.
Wakati wanakuwa katika kukula, Esta akaambia mfalme, tusome huko chini. Esta anaambia mfalme nini? Mstari wa 6. Mstari wa 6. Esta anamwambia mfalme, sio mstari wa 6. Turudi huko wapi mbe Esta anapeana haja ya moyo wake. Mlango wa 6 katika hiyo Esta. Mlango wa 6 ndio hiyo tukuje. Esta anapeana haja ya moyo wake na nini? Mlango wa 7. Basi Hamani na mfalme na Hamani wakaenda kula chakula pamoja na Malkia Esta. Hiyo ni sura yake ni ya 7 kuanzia penyewe. Walipokuwa wakinywa na mfinyo katika siku ya pili, mfalme akauliza tena. Nakumbuka hii mfalme Esta Naaman ameenda amefanya kazi ya kutosha. Ametembeza huyo mjamaa. Adui yako ndiye anakutembeza. Walio kudharau ndio wanaanza kuambia heshima zako. Walikuwa wanasema ya kwamba yake imekwisha, lakini wanaenda kanusha, wanasema huyu ndio sasa. Ndio kusema Biblia inasema ya kwamba akisha Malkia akajibu, Malkia Esta akajibu, kama nikipata kibali kwako, mfalme, tena kama nikipendeza utukufu wako, nijalie maisha yangu. Hii ndiyo haja yangu. Umeona mahali penye Esta ametoka? Ametekeleza gharama mara ngapi kukuja tu kupeana haja ya moyo wake? Kwa sababu alijua ya kwamba hapa akishiba, jamaa akishiba duniani, ukitaka kukosana na jamaa, enda jaribu kukeuza ufalme, si ndio? Kina mama hawajanielewa, hawataki kunielewa, waliamua kufunga kusuja. Kwa kuwa mimi na watu wangu, naona Esta vile asema, vile Mordekai alimwambia wewe na so anakuja kumwambia mfalme, mimi na watu wangu wote tumetangaziwa kuuawa. Mfalme anasema nani amewatangazia? Because huyu mjamaa alipokuja alimtrick mfalme. Mfalme hakuwa anajua ni nani. Hakuwa imwambia ni jamaa gani. Alimwambia kuna wajamaa, kuna kabila ndogo hapa linaleta furuku. Akasema mimi pamoja na jamaa zangu, mimi pamoja na watoto wangu tumetangaziwa hali ya hatari. Anaendelea akasema hivi, kama tungalikuwa tumeuzwa tu kuwa watumwa wa kiume kwa wa kike, tungali nini? Mstari wa 7, mfalme Ahasuero akauliza Esta Malkia, ni nani huyu ambaye anataka kukeuza serikali yangu? Unajua ukishika mke wa mtu umekeuza serikali. Hakuna kitu kibaya kama serikali kukeuzwa. Ukitaka kujua sura kamili ya President Ruto, enda jaribu keuza serikali. Ukitaka kujua sura kamili ya Pastor Dickson, jaribu kukuza serikali yake. Sijui kama mnanipata. Hakuna mnanipata.
Ukitaka kujua hali halisi, hali ya Mr. Ocheng, jaribu kuguza serikali yake. Mfalme aliposikia kwamba malikia wake anataka kuuawa, na yeye hana habari, yeye ameshiba. Hakuna mtu anaweza pika chakula kitamu kama malikia. Kuna kitu ambacho mume wako anachifunianga tu nawe, hata kama hakwambii. Kuna kitu tu anajifunianga tu. Bwana sifiwe. Hata akienda akitembea aoni wengine, anaona huyu naye ndio ako unique katikati ya watu wote. Hapa anadanganya mama. Kuna kitu ambayo referee hata akitembea anasema hapana. Hii nayo Kristo Belaya anashinda kila mtu. Hiyo ndio mfalme aliangalia. Akasema, nani anataka kukuza malikia wangu? Malikia akamwambia, si ndio huyu mjamaa? Alisema ya kwamba mimi pamoja na familia yote. Hiyo kitu mnajua mfalme hakuamini. Ilibidi amuka aingie ndani ya chumba chake kwanza. Bwana sifiwe. Amen. Huyu mwenye tunakula na yeye sasa ni adui. Kwani tunakula na wewe na unanikula? Wewe ndio unataka kupindua serikali yako. Na vile nimekuweka close. Wewe ndio unanipiga vita. Biblia inasema ya kwamba mfalme akaingia kwa chumba cha. Sasa cha kushangaza, unajua siku ya nyani kukufa. Bwana sifiwe. Siku ya nyani kukufa, hata ufanye na mlangani, kila kitu unashtereza. Hata kama umeweka pesa kwa account, unaenda huko unasema hakuna, leo network ni mbaya, haitoki. Kila kitu. Kwa nini? Ulikuza mtu wa Mungu. Mtu akikuza mtu wa Mungu, na Mungu mwenyewe atake over. Hata heri mjibishane na yeye, Mungu asichukue nafasi, kwa sababu kila kitu kinatereza. Naaman, Biblia inasema ya kwamba wakati mfalme ameingia katika chumba cha kifalme, Naaman akaenda kwa Esther akamwambia, tafadhali. Mfalme kwa kumbe hakukawia huko. Anakuja anamwambia, umeamua kwenda kumwangamizia mbele yangu. Hasira ya mfalme napa. Kumbe yenye malikia anasema ni ukweli. Hata uogopi, unataka kumwangamizia mbele yangu. Hiyo kitu yenye ulitengeneza ya kunyonga ya adui. Hiyo kabila ndogo. Askari wako wapi? Hangi yeye. Bwana sifiwe. Amen. Unapochimba shimo kwa ajili ya wengine, usichimbe mrefu. At least penye wewe yani chimbo ukipima, in case nikiingia kwa hii shimo nitaweza chitoa. In case nitaingizwa kwa hii shimo mwenyewe, nitafanya nini? Nitajiokoa. Kwa sababu ukiingizwa hakuna hata mume wako, mke wako hata kuja kukuokoa, kwa sababu ni wewe mwenyewe ulichimba. Chimba shimo dogo. Usichimbie mtu shimo kubwa, kwa sababu itakuwa kilio kwako. Huko watu wakipiga sherehe, I think kwa sababu alikuwa amewaambia kesho naenda kufanya nini? Kufarishwa. Kesho tunaenda kufanyiwa vitu vizuri. Alafu tukimalizio, huyu mtu adui yangu mwenye mnajua huyu tunaenda kunyonga. Lakini breaking news, wenye mnapenda news. Breaking news. Mke ako kwa nyumba amekaa, anaona breaking news. Ama aliona vibaya,
akasoma Haman. Haman ama Mordekai? Haman ndio ananyongwa, si Mordekai. Kwani Haman ametoka hapa alikuwa na shida gani? Kwa sababu ya breaking news. Shimo unaolichimba usichimbe mrefu, ndugu yangu, dada yangu. Wewe kama umekaa hapo na wekeanga tu watu maneno, unajua kuna watu hata kazini mnafanya na yeye pamoja, yeye kazi yake ni kukuchimba tu. Hey. Hata siku moja niuza mwingine, na sasa wewe huyu akifutwa utapewa how much? Ama utaongezewa mshahara yake? Hakuna kitu ambacho utaongeza. Muizi wewe hata uchukue sasa, sema Moses alikuwa anafanya na Dickson. Na Dickson ameenda. Sasa hizi pesa za Moses zinaenda wapi? Fanya niongezee Dickson. Atafanya hivyo? Utabaki na 20 yako ama 10 yako. Kama unapigana mguu kwenda kazini, utaendelea kupiga mguu ukienda na kitu ambacho utakuwa umefanya, umechimba shimo ambao unafanya nini? Usiwahi furahia mwingine akifutwa. Usiwahi furahia mwingine akiteseka, kwa sababu hiyo shimo ukifurahia inaendelea kuongezeka, inaendelea chini. Ndio unafurahia, lakini wakati unamuombea shimo linaziba, linakuja juu. Bwana sifiwe. Kwa maombi yako unaweza simamisha jamii. Kwa maombi yako usifikiri ya kwamba kwa maana uko katika nafasi ambayo uko ndani unaweza epuka maangamizo. Hata kama uko katika ufalme, hata kama uko katika uko na pesa, hauwezi epuka. Lazima uchukue juhudi. Bwana sifiwe. Familia yako mahali inaumia, lazima ufanye nini? Uchukue juhudi ya kuokoa familia. Bwana sifiwe. Usiseme ya kwamba sasa hii hainihusu. Inayokuhusu inawahusu, na inayowahusu inakuhusu. Kuna mtu mmoja ni bishop kwa anasema ya kwamba Harrison anasema ya kwamba sijaiona mtu mshirika akakufa tukazika kwa hii kanisa. Hapa kuna mahali unazikanga kanisani. Ukikufa tunasema ya kwamba tunaanza kujua Bungoma ni wapi. So yanayokuhusu inayowahusu inakuhusu, isiyo inayokuhusu inawahusu. Bwana sifiwe. Unajua sometimes watu wanafika Nairobi wanasahau hata ya nyumbani. Anaona nyumbani hata simu ya nyumbani anakati. Anasema hiyo hainihusu nyumbani. Ambia jirani yako ya kwamba ukiwa Myahudi bado ukiangamizwa, hata kama uko State House itakushika. Bwana sifiwe. Itafanya nini? Itakupata. Kwa sababu ni damu moja. Wakristo tumeoshwa na damu moja. Sisi ni mwili wa Kristo. Siku moja niambie, for example hapa Kidipuke, hawatasema ya kwamba hiyo ndiyo imelipuka. Wanasema Mathare imefanya nini? Imelipuka. Hata wewe kama huko Mathare, hiyo siku umeenda job, wanasema Mathare kumelipuka. Wakiweka curfew wanasema ya kwamba tunawekea watu wengine. Wanawekea watu wote curfew. Hiyo area yanayokuhusu yananihusu. Bwana sifiwe. Esa aliposikia hiyo, unajua mara ya kwanza alikuwa anafikiri sasa yeye ako safe. Lakini mlango yake akamwambia hauko safe. Uko safe tu kwa sababu kitendo hakijaanza kutendeka. Ikianza damu yake itaanza kuchipuka tu bana. Watasema ya kwamba huyu ni Myahudi, tumuondoe. Bwana sifiwe. Yanayokuhusu inawahusu. Watu warudi nyumbani, watengeneza uhusiano na nyumbani. Useme ya kwamba sasa baba yangu hata ni mlevi. Unajua ni mlevi na kile alifanya ukajua Nairobi. Si ndio?
kwa kukupeleka tu shuleni ukaanza kusoma vitabu na hiyo ulevi wake tu, akamaliza akakupeleka ukaingia ukajoin ukafanya form 4 ukaanza kuona kumbe Nairobi kuna barabara. Hata labda wengine baba hawajafika Nairobi, lakini yeye alifanya ukafika. So unapofika Nairobi usidharau nyumba. Yaani wewe ni Esa, jiweke katika hiyo kiwango. Esa aliingia ako katika kiti cha Malkia huko, ango yake ako ushago. Hii ni barua inatumwa tu, hawaonani. Sasa kuna mjumbe katikati anapeleka ujumbe tu, hawaonani. Anamwambia usisahau mahali ambapo ulitoka, shida ambayo ulikula, usisahau. Usisahau, kwa sababu yanayokuhusu mimi kama ango yangu inakuhusu, na yanayokunihusu mimi kama mtoto wangu inakuhusu. So usisahau. Tuinuke kwa miguu zetu. Je, ni hali gani imetangazwa kwako? Ni hali gani imetangazwa kwenu? Na unachukua hatua gani wakati hali imetangazwa? Hali ya hatari imetangazwa kwenu, imetangaziwa sisa yako, imetangaziwa dada yako, imetangaziwa ndugu yako, ama mke wa ndugu yako ametangaziwa hali ya hatari. Ni hatari hiyo, unachukua hatua gani? Ama nasema ni yeye tu na mdomo yake, acha kimu watu wanasemaga hivi, waje kimurambe. Unachukua hatua gani? Ni hatua gani unachukua wakati hali ya hatari imetangazwa? Inua mikono yako inapokukaribisha Pastor Dickson.